Kuna ongezeko kubwa la magonjwa ya asidi ambayo yanapelekea uwepo wa tatizo la acid reflux, vidonda vya tumbo, lakini kutokupata choo, kuwa bloated, ile hali ya mtu kubeua beua na kukosa usingizi na kutokuwa na hiyo kuwa discomfort. Hii yote ni matokeo ya kuwa na low stomach acid, ambapo low stomach acid ni ile hali ya tumbo kuzalisha acid kwa kiwango kidogo. Kumbe tufanye nini ili tuweze kuwa sasa na strong stomach acid? Ili uweze kuwezesha tumbo lako kuzalisha acid ambayo ni strong, ambayo ni nyingi kwa ajili ya kutengeneza au kurahisisha mmeng'enyo. Leo hii nimekuandalia aina ya madini matatu ambayo ni muhimu na tuko nayo kwenye mazingira yetu. Madini haya ukiwa nayo, hakika utawezesha mwili wako kuzalisha hiyo strong stomach acid au acid ambayo inatakiwa kwa ajili ya kurahisisha mmeng'enyo na magonjwa ambayo nimeyataja yatokanayo na mmeng'enyo hafifu, utakuwa umeondokana nayo na kuwa na furaha. Kwa kuanza kabisa, madini ya klorini. Madini ya klorini tuko nayo kila siku, kila mara na kwenye mazingira yetu tu, na si kingine jamani, ni chumvi ya mawe au hizi natural salts. Natural salts zina madini ambayo ni muhimu na essential kwa sababu yanawezesha tumbo kuzalisha hydrochloric acid. Kumbe ukijiona una moja ya changamoto ya hizi ambazo nimezitaja, jua cha kwanza kwamba wewe una changamoto au una upungufu wa hydrochloric acid ambayo inazalishwa na klorini, ambayo klorini unaipata kwenye chumvi uliyokuwa nayo. Namna gani hiyo chumvi unaweza kuitumia? Tengeneza tabia, jenga tabia au habit ya kuwa labda asubuhi ukiamka unachukua punje moja ya chumvi unaweka chini ya ulimi, unakuwa unamumunya, au kiasi kidogo cha chumvi unaweka kwenye maji yako ya uvuguvugu ya kunywa, unakuwa unakunywa, manake unafanya hayo madini ambayo yangepungua au yamepungua kwenye mwili wako unayaongeza kwa wepesi, sio kwa sababu umeumwa umelazwa ndio maana unaongeza hayo madini. Hiyo ni moja. Lakini madini ya pili ambayo yanachukuliwa kiwepesi, lakini kwa utafiti wangu ni madini ambayo ni muhimu sana, ni madini ya zinki. Madini haya yanapatikana kwenye vyakula vyetu vya kawaida sana. Utapata kwenye mchicha wa asili, utapata kwenye ufuta, utapata kwenye hizi whole grains ambayo ni njegele, sijui ni dengu. Kwa hiyo na hizi karanga mwitu, hizi nuts ambazo nimekuwa nikishauri mara kwa mara kwa ajili ya lifestyle itakayokuja kukupa afya ambayo wewe mwenyewe unaitarajia. Utajuaje kwamba una upungufu wa madini ya zinki? Wewe unaweza kuwa ni shahidi ambayo unanitazama kwamba kipindi mtu akiwa na homa au mtu ukijikuta una mafua, unajikuta unakosa ile hamu ya kula, unajikuta haupati harufu. Kumbe madini ya zinki ndio yanayopelekea mtu kuwa na appetite, ndio yanayopelekea mtu kunusa, ndio yanayopelekea mtu kuwa na taste. Unapojikuta umeumwa alafu upati hamu ya kula, cha kujua kichwani mwako ni kwamba mwili umechukua madini ya zinki kwenda kupambana na ugonjwa na unahitaji tena replacement ya madini hayo ambayo utayapata na tuko nayo. Unapokwenda kutafuta supplements, maana siku hizi vyanzo ni vingi vya haya madini. Tunayo. Tukisha yajua tuyatumie tu regularly ili mwisho wa siku tuweze kuboost au tuweze kuimarisha mfumo wetu wa mmeng'enyo ili tuweze kuondokana na magonjwa mbalimbali. Madini ya tatu ambayo kuna misconception kubwa katika hili, kwa sababu wengi tunajua kwamba carbon dioxide ni hewa chafu. Tumemalizia hapo. Kumbe tunahitaji carbon dioxide ambayo inatokana na vyakula vya carbohydrate. Carbohydrate ambayo inapatikana kwenye vyakula vyenye wanga wa asili. Mtazamaji unaweza kuwa shahidi kwamba wale watu ambao wako kwenye diet ya animal based ni watu ambao wengi hawapati choo, ni watu ambao wanajikuta wako constipated kwa muda mrefu. Kutopata choo of course na constipated kitu kimoja, lakini wanajikuta wanapata viungulia, wanajikuta wanapata discomfort. Kumbe hakuna kitu kingine, wanakosa carbon dioxide ambayo ilitakiwa itokane na wanga wa asili. Kumbe kila kitu kina balance kwenye mwili wake na kila kitu kinatakiwa ni wewe mwenyewe kuanza kuingia na kutaka kujua. Kwani nikisikia mtu anasema una low stomach acid, maana yake ni nini? Yaani tumbo linazalisha acid ndogo, maana yake ni nini? Kumbe naweza nikaongezaje bila kujipa stress
ya kuona kwamba ni jambo kubwa. Of course ukiachia ni jambo kubwa, lakini ukiamua kujua kwamba ni kitu gani kinazalisha kumbe madini hayo, na kwa nini niende kutafuta supplements ambazo pengine sijui kama ni uhakika au sio uhakika, wakati kile chenye uhakika uko nacho mezani kwako. Asili imetupa kila kitu, ni sisi wenyewe kutap in na kuchukua na kutumia na kufurahia, na mwisho wa siku tuje tukubaliane kwamba kumbe ni hakika kuishi bila magonjwa inawezekana.